Uhali gani Mtanzania mwenye nia, mzalendo wa nchi yako? Bana, MC Ima leo nipo katika mji wa Mgumu. Na hii si vinginevyo bali ni kwa ajili ya kuzungukia wadau wa utalii hapa katika mji wa Mgumu, na wanaijua vipi Serengeti, wana nini cha kusema. Bro, karibu. Asante. Hey, unaitwa nani? Kwa majina naitwa John Newton Kamzora. Sawa sawa. Ndio. Kwa utaalamu mimi ni tour guide. Sawa sawa. Mwongoza watalii. Okay. Kwa hiyo hili swala kwanza nafurahi kwanza kuja kwangu kwa sababu ni kitu kwanza ninachokipenda, ni vitu ambavyo watu wengi huwa hawapati muda sana, lakini binafsi nimefurahi. Yeah. Sawa sawa. Okay. Wewe ni tour guide. Bila shaka. Na hapa uko ndani ni uko majirani kabisa na maeneo ya hifadhi ya Serengeti. Ndio. Unaifahamu vipi Serengeti? Naifahamu sana Serengeti kwa sababu ni mahali ambapo nafanyia kazi. Sawa sawa. Alafu pili ni kwamba binafsi ina vivutio vya utalii vingi sana ambavyo tunatakiwa watu wengi kuvizingatia, hasa wazawa pia na wanaotoka nje. Sasa kingine pia inafahamika sana nje, japo watu wa ndani huwa tupendi kufuatilia, lakini ni kitu cha muhimu sana. Na pia kuhusu Serengeti ni kwamba ina wingi wa wanyama ambao hawapatikani kwenye mbuga zingine. Okay. Kingine pia uzalishaji wake wa wanyama hasa kwa nyumbu tunawafahamu wanazaliana kwa wingi sana ukilinganisha na nchi zingine au mbuga zingine zinazopatikana kwenye nchi zingine. Ndio. Sawa sawa. Kama Serengeti imekuwa ikishiriki katika kuwania tuzo ndio ambayo inatokea katika taasisi ya World Travel Award. Unaitambua hii? Bila shaka naifahamu. Sawa sawa. Tumekuwa tukishiriki tuzo hizo na tumekuwa tukishinda mfululizo mara 6. Taarifa nadhani unayo? Bila shaka. Yes. Right now ambacho kiko mbele yetu ni tunawania tuzo sasa katika hifadhi 21 Tanzania. Ndio. Tumebahatika kuwa na hifadhi 10 ambazo zimeingia katika mtanange huu wa kuwania tuzo za Travel Award. Jambo zuri kabisa kusikia. Sawa sawa. Unawaambia nini wadau wa utalii na wananchi wote wa Tanzania kuhusiana na kushiriki kupiga kura katika msimu huu wa kuzipigia kura hifadhi zetu? Cha kwanza mimi kama Mtanzania nitaipigia kura na nitazipigia kura mbuga zingine za hapa Tanzania, kuhakikisha sisi tunaweza kupata nafasi ya kushinda kama mwanzo. Okay. Ikiwa na sababu nyingi. Cha kwanza kwamba sisi kama mmesha kusikia kwamba tukianza kwanza na Serengeti, kuna neno ambalo tunasema kwamba Serengeti shall never die. Wow. Na huu ni uhalisia kwamba ni kwa sababu ya wingi wa wanyama tulionao. Pili, hali zote za hewa ambazo zinatakiwa kupatikana katika hali kwa favor wanyama tunayo. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya Serengeti kushinda. Alafu pia tukizungumzia masuala ya mbuga zingine kama Kilimanjaro na zingine, ni rahisi sana sisi kushinda. Kwa hiyo mimi kama Mtanzania nitakuwa tayari kupiga kura na nipo tayari kupiga kura. Ningewahimiza pia wengine hasa Watanzania wenzangu tushirikiane kwenye hili, kwa sababu tunatakiwa kutunza vya kwetu na kuvisifia vya kwetu. Hamna nje taketo kutupigia kura, ni sisi wenyewe. Watanzania wana ujasiri mkubwa na wanafahamu mengi kuhusiana na utalii. Wewe ambaye uko nyumbani na uko mahali popote Tanzania na nje ya nchi, karibu uweze kuzipigia hifadhi zetu katika kuwania tuzo na tutaweza kushinda. Asiwapenda, na kama maandiko yanavyosema, asiyependa vya kwao ni mbaya kuliko asiamini. Siku ya leo nipo katika ofisi ambayo iko na wadau wa utalii, na hapa nilipo niko na mdau wa kibabe kabisa, mdau wa utalii, naye anaweza kujitambulisha na kutueleza nini maana ya utalii na nini anakijua zaidi kuhusiana na tuzo hizi za World Travel Award. Brother, karibu. Habari gani? Salama sana, asante ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa majina naomba kufahamu. Kwa majina naitwa Mohamed Isa Mohamed. Okay. Sawa sawa. Kwa hifadhi ya taifa Serengeti ikiwa imeongoza. Sawa. Hapo pia kwenye huo mwongozo sisi kama wadau wa utalii tuna cha kwanza tunaongeza wageni. Sawa. Cha pili, utalii pia unakuwa kwa kasi kubwa zaidi. Okay. Sababu watalii watakuwa wanatoka kwa mbali wanakuja nchini kwetu, sababu nchi yetu pia imeongoza, imeshika vizuri.
Kwa nini nchi itakuwa imeongoza na watalii wataongezeka kwa sababu gani? Kwanza ni uhifadhi. Haiwezi kama imeshika nafasi nzuri ikiwa na uhifadhi mbovu. Sasa itakuwa na mazingira mazuri, mandhari nzuri, na utunzaji pia unaanza sisi kama watu. Sahihi. Sisi Watanzania tukifunza kutunza mazingira yetu vizuri, tutashiriki kwa pamoja katika na uhakika tutashinda. Na kuhusiana na fursa nyingine ya kibiashara, yes, traveling awards, fursa kubwa zaidi ni biashara. Sasa maana sisi hususan watu wa utalii tunategemea watalii zaidi kutokea nje. Na watalii kutokea nje kuja ndani wanakuja kwa sababu ya hizo tuzo. Wanakuja kwa nini hii hifadhi imeshika nafasi? Ngoja tukashuhudie sisi wenyewe. Wanapata shauku Ya kuja kushuhudia wenyewe. Ni utunzaji wa mazingira, wanafika wanashuhudia wenyewe mazingira yaliyotunzwa, utunzaji mzuri. Especially kwa upande wa Serengeti kuna kivutio kikubwa sana cha utalii Great Migration. Okay. Sana Great Migration pia ni chanzo kikubwa, na ukishiriki kupiga kura hivyo unashiriki pia kuitangaza Great Migration pia na kuongeza utalii kwa ujumla. Kisha kipindi hiki cha high season kinachoelekea ndio kizuri sana. Sasa umesema kuna kufungua kwa biashara. Watalii wanapokuja ndani ya nchi yetu ya Tanzania katika kuzungukia hifadhi mbalimbali, Watanzania wanafaidika na nini katika shughuli za utalii? Katika shughuli za utalii, kwanza mgeni anapoingia nchini lazima atalipa zile tozo, na zile tozo ndo zitashiriki katika kuendeleza maendeleo ya kijamii, especially barabara, hospitali. Hizo ni hela ambazo ni hao wageni ambao wanakuja, kodi zao zinatumika kuendeleza biashara. Okay. Na pia kwa sisi ndio biashara zitakuwepo kwa watu wenye kampuni za utalii, wenye mahoteli, lodges. Yes. Kwa wanaongeza idadi ya namba za wageni. Pia tunaongeza taifa. Okay, unawaambiaje vijana na Watanzania ambao wako nyumbani na bado hawajafikiria swala la kupigia kura hifadhi zetu? Kwa Watanzania vijana especially walioko nyumbani, wapigie kura hifadhi za Tanzania, kushiriki katika hizo, na kishinda miongoni mwa hifadhi zote za hapa zitafungua fursa za biashara, ajira, pamoja na rasilimali zingine zinaweza zikawekwa, kwa mfano hata utalii wa kiasili pia. Sasa ndio itapata kuwa na msukumo kulingana na hizo utalii wa wanyama na nini. Mtu anapokuja kutalii wanyama anakutana na guide, anatoa historia bana, kuna kabila fulani hapa mgumu labda wa Kuria. Kwa hivyo kwa zile historical information watu wanazipata, wananua sasa wajue utalii wa historia na wenyewe utakuwa. Okay, sawa. Bana, huyu ni mdau mkubwa kabisa na ni Mtanzania, kijana mzalendo ambaye anaipenda nchi yake lakini anapenda shughuli za utalii. Basi wewe ambaye uko nyumbani na haujui namna ya kupiga kura katika hifadhi zetu, kumbuka tuna hifadhi 10 ambazo zinawania tuzo. Yes, ukizipigia tuzo hizi katika vipengele ambavyo viko, tutakuwa tumeshinda tuzo 8. Wewe uogopi? Bwana, namna ya kupiga kura ni simple sana. Ingia kwenye simu yako, simu janja. Lakini kama una kompyuta, ingia huko, lakini andika www.worldtravelaward.com. Na hapo utakwenda kujisajili, alafu utakuja kwenye kipengele cha vote, na utavoti na utakuwa umeipa nguvu Tanzania. Tanzania ikishinda, Tanzania umeshinda.